Miongoni mwa taarifa ambazo zinazungumzwa sana katika vijue vya soka inahusiana na klabu ya Young Africans. Huenda akarejea coach wa zamani ambaye amepita katika klabu hiyo msimu uliomalizika, si mwingine ni Mirudi Hamdi ambaye pia alifanikiwa kukinoa kikosi cha Singida, lakini pia akapita mpaka katika kikosi cha Ismailia pale nchini Misri. Urejeo wake katika kikosi cha Young Africans moja kwa moja inatajwa kwamba watabadilishana. Mirudi ataingia katika kikosi cha Yanga, coach Pedro atatoka. Ni wakati sahihi wa coach Mirudi Hamdi kurejea tena katika kikosi cha Young Africans, na wapi coach Pedro amefeli mpaka sasa kuonekana kwamba Yanga wachezi mpira wa kuvutia funga meza? Nadhani kuna nyakati tu timu inaweza kama inapitia nyakati ngumu, lakini pia mwalimu anaweza kanapitia nyakati ngumu, lakini pia anaweza kufanya quotation ya kauli ambayo alishawahi kuizungumza kocha wa zamani wa kikosi cha Chelsea, kwa maana the special one Jose Mourinho, yeye kusema kwamba katika ulimwengu wa soka walimu wameumbwa kwa niaba ya kufukuzwa. Yaani unapokubali kuwa mwalimu wa mchezo wa mpira wa miguu, basi wewe umeumbwa ni mtu ambaye leo utakuwepo hapa, kisha utaondoka, utaenda sehemu nyingine utaondoka, ni maisha yao yapo hivyo. Lakini ukizungumza kwamba tukimwangalia Pedro Gonçalves amefeli wapi, of course kwa sasa inaonekana timu kidogo imeshake na inaendelea kushuka kila baada ya siku. Ile level yao ya performance inaonekana kuwa chini sana, na ikumbukwe timu kubwa kama Young Africans ama character ya Young Africans ni miongoni mwa timu ambayo haiwana muda mwingi wa kuvumilia mwalimu wala mchezaji. Yani ukija mwalimu kama hauja click, hujaonesha kile ambacho wao tegemea kukiona kutoka kwako, basi dhahiri shali unaweza kufungua mlango wa kwaheri. Na sio yeye mwalimu wa kwanza kufukuza kwenye kikosi cha Young Africans. Kumbukwe msimu uliomalizika Young Africans walifundishwa karibia na walimu 3-4. Alifundisha mara ya kwanza Miguel Gamondi, timu ikamshinda, akaja Said Lamovic, akaondoka, akaja Mirudi Hamdi ndio akamaliza na timu. So msimu huu the same pia. Msimu huu Young Africans haikuanza na Pedro Gonçalves, ilianza na Romain Folz ambaye pia naye michezo kadhaa ikaonekana timu imemshinda naye ameondoka. This time around tayari fununu zimeshaanza na mazungumzo na maneno yameshaanza kwa mengi kwamba huenda naye Pedro Gonçalves, kama performance ya timu itaendelea kwa hivi, kuna uwezekano mkubwa pia na yeye kupewa mkono wa kwaheri. Na taarifa ambazo nilipenyezewa tayari, uongozi wa Young Africans wenyewe wamepanga sasa kumrejesha mwalimu Mirudi Hamdi ambaye kimsingi alionyesha kitu kizuri na kiwango bora mara baada ya kuchukua mikoba ya Said Lamovic katika msimu uliomalizika. Naona namna ambavyo ameweza kuishinda michezo yote ambayo Young Africans amecheza. Ukiacha hivyo amechukua taji ligi kuu soka Tanzania bara, taji la FA. Utagundua kwamba ni mwalimu ambaye alikusanya mataji yote ndani kwenye msimu uliomalizika. This time around anatajwa kwa mara nyingine tena anakuja kukinua kikosi cha Young Africans. Lakini ukiachana na timu kutocheza vizuri, sababu nyingine ni Young Africans kutoshindwa kuqualify katika hatua inayofuata michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ndio ambacho kinamuondosha kocha Pedro. Inaweza ikawa sababu, lakini pia siamini kama sababu. Kitu pekee ambacho nakiamini kwamba Young Africans kwa msimu huu wameferi kwa kiasi kikubwa. Kuto kushinda kwenda katika hatua ya robo finali, binafsi naona kwamba wameferi. Watu wanaweza wakakataa ukweli ambao binafsi mimi nauamini. Kwa level ya performance ya Young Africans, ukiangalia ubora wa wachezaji ambao wako na Young Africans kwa misimu kadhaa ambayo Young Africans wamefanya investment, dhahiri shali ilikuwa ni timu ambayo inakizi kabisa vigezo vya kwenda katika hatua ya robo finali. Kuishia katika hatua makundi, dhahiri shali timu ilifeli. Na ubaya sasa wenyewe Young Africans wakiambiwa kwamba timu imeferi kuishia katika hatua ya makundi, hawaelewi kwa nini watu wanasema wameferi. Lakini ukijaribu kukusanya data utagundua kwamba timu ilishindwa kuqualify na ni feri, ni meferi kwa sababu ukijaribu tu kurejea katika msimu kadhaa ya nyuma ambao Simba anafanikiwa kufanya vizuri, utagundua kwamba alikuwa na hiyo consistency ya kwenda katika hatua robo final. Hakuchukua misimu mingi kama Young Africans wanavyoendelea kujitetea. Mfano leo yuko Young Africans wanakuambia bado waendelee kuelewa mazingira. Sasa utajiuliza, hivi kwa level ya Young Africans, kwa aina ya wachezaji ya Young Africans, ni timu ambayo unaweza kusema kwamba inaingia katika michuano ya kimataifa inakwenda kujifunza? Jibu ni hapana. Ni kitu pekee ambacho wanakitumia kama ni sehemu ya kivuli ya wao kujificha. Lakini binafsi naamini kwamba Young Africans walipaswa kufika katika hatua ya robo finali na kuendelea, lakini wao wenyewe wameshindwa kuchanga karata zao vizuri. Hata ukijaribu kuangalia
Young Africans anashindwa qualify katika hatua ya makundi kwenda katika hatua ya robo finali, jaribu kuangalia performance ya Young Africans in general, jaribu kuangalia namna ambavyo kundi lilikuwa na jaribu kuangalia namna ambavyo walianza mchuano. Utagundua kwamba kuna sehemu waliteleza au walishindwa kuchanga data zao vizuri kiasi kwamba wakashindwa kuingia katika hatua inayofuata. So kwangu mimi nadhani kwa Young Africans kwao, binafsi naamini kwamba wameferi na huenda pia ikawa miongoni mwa sababu ambayo inaweza ikaenda ikamondoa kocha Pedro Gonçalves katika kosta Young Africans na kumpisha mwalimu Miloud Hamdi ambaye kimsingi amefanya vizuri. Pia uzuri wa Miloud Hamdi ni miongoni mwa walimu ambao wana experience ya kutosha sana hususan katika soka la Afrika. Kumbuka fundisha vilabu kadhaa pale nchini Algeria, lakini pia amepita katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo unapozungumzia soka la Afrika analijua vizuri kwa kuwa ameshafundisha vilabu vingi vikubwa barani Afrika. So huenda Young Africans wameona kwamba ni mwalimu ambaye tayari anaelewa mazingira ya Tanzania, tayari ameshafundisha. Ukiangalia numbers kubwa wachezaji ambao wapo kwenye kosi ya Young Africans ni wale ambao walikuwa katika msimu uliomalizika. Ukiangalia ndio hao kina Bakari Nondo Mwamnyeto, ndio hao kina Ibrahim Baka, kina Pacome ambao walikuwa katika msimu uliomalizika. Kwa hiyo akiingia huenda akaenda kalaize tena ile morale ambayo ilikuwa katika msimu uliomalizika na wakapata kitu kipya kizuri zaidi. Katika kukamilisha na kuhitimisha hili ambalo tumelianza kwa siku hii ya leo, ukimtazama coach Miloud Hamdi ndani ya muda mfupi amepita timu nyingi sana, pengine inazua wasiwasi mkubwa. Kama ni coach mzuri, kwa nini anatoka Singida ndani ya muda mfupi anaenda Young Africans, anaenda Ismailia, anatoka anaenda huko? Kwa nini asisimame na timu moja zaidi ya msimu mmoja, msimu mwili, kama yeye kweli ni mwalimu mzuri? Lakini pia philosophy ya Young Africans sasa hivi na wachezaji ambao wamesajiliwa na Yanga sasa hivi na mfumo ambao unatumia coach Miloud Hamdi, anaweza kutoboa? Ukiniambia wachezaji waliosajiliwa sasa hivi na falsafa ya mwalimu Miloud Hamdi, na naweza kusema anaweza katoboa. Kwa sababu gani? Ukijaribu kuangalia kikosi cha Young Africans kwa asilimia kubwa kinawategemea zaidi wachezaji ambao walikuwa katika msimu uliomalizika. Ukijaribu kuangalia kina Pacome, kina Prince Mpumelelo Dube, kina Maxim pia Zengeli, kina Duke Ogaboya, utagundua kwamba ni asilimia kubwa muhimili wa timu ni ule ambao mpaka sasa hivi unaendelea kutumika. Kama aliweza kufanya nao kipindi cha nyuma, ashindwe kufanya nao kipindi hiki, jibu linaonyesha moja kwa moja kwamba anaweza akafanya nao vizuri kazi na timu ikafanya vizuri. Lakini umeniuliza swali pia la mwalimu kukaa hapa, kukaa pale. Hii inatokea na mara nyingi, sometimes kuna sababu ambazo zinasababisha walimu kuwa na nyakati kama hizo. Kuna nyakati nyingine uhitaji wa klabu, malengo ya klabu na kadhalika. So far kuna nyakati mwalimu mwingine hanaga ule muda wa kuweza ama ile kile kifua cha kuvumilia. Akianza kusikia maneno fununu anahitaji kuondoka. Kuna baadhi walimu wanakata kama hizo. Lakini kumbuko pia kipindi ambacho anajiunga Miguel Gamondi kwenye kikosi cha Young Africans, miongoni mwa maneno ambayo alizungumzwa ni hiyo kukaa kwenye timu kwa muda mfupi. Lakini alipokaa ndani ya Young Africans naona aliweza kukaa kwa mwaka mmoja na nusu kama sikusei, na akaja akaiachia timu. So nadhani kwangu mimi swala la kukaa mwalimu kwa muda inategemea na mazingira ambayo ameyakuta na namna ambavyo timu imempokea na namna ambavyo anaweza kufanya kazi yake kwa uhuru na kwa kujisikia yeye binafsi kama ipo nyumbani. Shukrani sana Funga Meza. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.